Mbeya na leo niko Songwe. Sasa ninaomba sana ushirikiano wenu. Nisikilizeni vizuri. Tumeelewana na Tunduma? Muko vizuri kunisikiliza? Asanteni sana. Tunduma people! Bado. Hiyo ndogo sana. Tunduma people! Katiba mpya! Free Tundu Lissu! Katiba mpya! Katiba mpya! Free Tundu Lissu! Free Tundu Lissu! Asanteni sana wana Tunduma. Ndugu zangu wana Tunduma, kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia hali ya uzima na kutukutanisha tena. Lakini la pili, ndugu zangu wana Tunduma, ninawashukuru sana kwa mapokezi yenu mazuri, kwa kuacha shughuli zenu za msingi na kuja kutusikiliza Chadema tunasema nini. Ninaomba mjipongeze kwa hilo. Ndugu zangu wana Tunduma, kwa niaba ya Baraza la Wanawake Chadema, napenda kuchukua fursa hii kutoa pole kwa kina mama wote na Watanzania kwa ujumla waliopoteza ndugu zao Oktoba 29. Natoa pole sana. Mauaji ya Oktoba 29 hayapaswi kujirejea. Tunayalaani vikali. Ndugu zangu wana Tunduma, Tanzania inahitaji haki na inahitaji uwajibikaji. Haki, taifa linapokuwa na haki ni taifa ambalo lina amani. Taifa linalo amani ni taifa ambalo linalo maendeleo. Na taifa linalo maendeleo ni taifa ambalo linalo uwajibikaji. Mpaka hivi tunavyozungumza ndugu zangu wana Tunduma, hakuna haki katika taifa letu, hakuna uwajibikaji. Ndugu zangu, kama haki ipo, yaliyotokea Oktoba 29 yasingeweza kutokea. Vijana wetu wamefariki kwa kuuliwa na hawa maaskari. Waume zetu wamepotezwa, na wengine vijana wetu na baba zetu leo hii wana vilema vya maisha. Ingelikuwa kuna haki ya kweli ndugu zangu wa Tanzania, mauaji ya Oktoba 29 na mauaji mengine yaliyotokea yasingeweza kuwepo, yasingeweza kujitokeza. Haya yote yanatokana na kuwa hatuna uwajibikaji na hatuna viongozi waadilifu katika taifa hili. Ili tuweze kuwa na haki katika taifa hili, ndugu zangu wa Tanzania, tunahitaji katiba mpya, katiba ambayo itakayoweza kutoa viongozi waadilifu na itakayoweza kuleta maendeleo yaliyokosekana ndani ya miaka 65 yanaongozwa na serikali ya mapinduzi. Na ndiyo maana ndugu zangu wana Tunduma tunasema katiba mpya ni sasa na wala sio kesho. Hilo moja ndugu zangu wa Tanzania. Lakini la pili ndugu zangu wana Tunduma, licha ya rasilimali asili tulizokuwa nazo katika taifa letu, lakini bado kina mama ndo wanobeba mzigo mzito wa maisha magumu. Leo hii tumemsikia hapa mwenyekiti wetu wa mkoa kina mama namna gani wanavyoweza kudhalilika wanapoenda kuchukua mikopo halmashauri, kitu ambacho ni haki yenu ya msingi. Lakini leo hii mnapoenda kina mama kwenda kukopa, mnaposhindwa kupeleka mikopo ile kwa wakati, mnaekwa ndani, kitu ambacho sio sahihi. Hii ndio serikali ya CCM, na ndio maana tunasema hii serikali haipaswi kuendelea kuwepo madarakani. Tuikatae kwa vitendo na wala sio kwa maneno. Ndugu zangu wa Tanzania, tunasema tunahitaji katiba mpya ili tuweze kupata viongozi waadilifu. Katika taifa letu hakuna viongozi waadilifu. Leo hii Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wetu, yuko ndani takriban wa mwaka mmoja sasa. Na si kwa sababu yeye ni muhaini, hapana. Amekuwa ndani kwa sababu ya kuzungumza ukweli. Wengine wameshindwa kuzungumza ukweli.
Tundu Antipas Lissu, ndugu zangu wa Tanzania, amekuwa ndani kwa sababu ya kutetea rasilimali zetu nchini Tanzania. Lakini leo hii imekuwa mwiba kwa serikali ya CCM. Tunaomba sana kina mama wenzangu wa Tunduma, kina baba, tushirikiane kwa pamoja, tumdai Tundu Antipas Lissu achiwe pasipo masharti ya aina yoyote. Ndo anasema tuungane kwa pamoja, tumdai Tundu Antipas Lissu ili aweze kuachiwa huru pasipo masharti ya aina yote. Niwaombe ndugu zangu, ikiwa maombi yatafanikiwa kumtoa Tundu Antipas Lissu, tuendelee kuomba misikitini na kanisani, na ikiwa kuna njia nyingine yoyote ya ziada ambayo nyinyi mnaijua, mnaweza kuitumia, lakini tuhakikishe kwa hali na mali tunaenda kumtoa Tundu Antipas Lissu.